Naitwa Cosmas Mwantisia, mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Rorya. Kwa siku ya leo tulikuwa na shughuli maalum ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, ambapo kiwilaya tumefanyia katika kata ya Mkoma, viwanja vya Ubwere Shirati, tukiwa na lengo la kukumbusha wanawake juu ya haki zao za msingi na mambo mbalimbali ambayo yanawahusu wanawake. Tumezungumzia juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini hatukuishia hapa, tukazungumzia vile vile masuala ya kupata huduma za afya kwa kutumia ICHF iliyoboreshwa, pamoja na mambo mengine ambayo tumeweza kuzungumza kwa siku ya leo. Na kama alivyosema mgeni rasmi, na kwa sasa tumezungumza mengi, hivyo ndivyo mambo tulivyofanya kwa siku nzima ya leo mpaka tunahitimisha sasa hivi. Majina naitwa Mzee Samuel Mwabe wa huko kutoka kijiji cha Nyahera kata Tai. Katika kitendo cha leo hii imenifurahisha. Kwanza nashukuru mwenyekiti wa kina mama kutoka wilayani Tarime kuja hapa. Pia namshukuru mwenyekiti wetu diwani ya wenye mahitaji maalum aliyotufanyia huu mpango mpaka nasi tukasikika na tukatambulika kwenye serikali. Hivyo nashukuru pia Mama Robi aliyetufanyia mpango wa kupata bima za matibabu bure. Hivyo nazidi kuwashukuru kwa hayo yote yaliyotendeka. Kwa majina anaitwa Sofia Julius Otieno. Kwanza kabisa na waasa kina mama ambao wana watoto walemavu kama hawa wasiwafiche nyumbani, wasiwafiche majumbani, waweze kutoa hawa watoto kusudi serikali watambue kwa ajili ya kuweza kuwahudumia. Sisi kama Rorya tumehitimisha leo, lakini hasa kimkoa tarehe 8 na kitaifa pia ni tarehe 8. Kwa hiyo sisi kama mkoa wa Mara tarehe 8 tutakuwa tuna maadhimisho katika wilaya ya Tarime. Kwa hiyo ninawasihi wanawake wote wenye mapenzi mema, wanaotambua siku yao, wenye nafasi, tuweze kujumuika pamoja, tuweze kuungana na wenzetu wa mkoa mzima wa Mara pale Tarime kwa ajili ya maadhimisho haya. Tunaamini ya kwamba kutakuwa kuna ujumbe ambao kila mama akiupata utamgusa na ataongeza kitu katika maisha yake ya kawaida, ataongeza kitu kwa sababu kuna wajasiriamali, kuna elimu mbalimbali zinatolewa pale. Tushiriki kikamilifu ili tuweze kufanya maadhimisho haya kimkoa na kitaifa. Kwa majina naitwa Marisiana Joseph Masinde, ni kidato cha 4 katika shule ya sekondari Katuru iliyopo wilaya ya Rorya. Leo tupo kwenye tamasha letu la sikukuu ya wanawake. Katika tamasha hili kauli mbiu yetu ya mwaka huu 2025, kauli mbiu yetu inasema wasichana, wanawake, haki, usawa na uwezeshaji. Katika kauli mbiu hii inatudhihirishia ya kwamba tunatimiziwa haki zetu kama kusoma, kwa sababu mimi ni mwanamke na ninasoma. Pia usawa sisi tunasoma shule ambazo ni changanyikeni, kwa hiyo usawa unafuatwa katika serikali kwa sababu ni shule za kiserikali. Kwa hiyo kuna wasichana na kuna wanawake, hatujatengwa. Ule usawa hupo kwa sababu mtu akiekewa apate hiki na mwingine naye atapata hiki. Kwa hiyo usawa wa kijinsia na maanisha unatekelezwa katika jamii yetu au katika mazingira yetu ya shuleni. Uwezeshaji tunawezesha kwa kiwango kikubwa kwa sababu vitabu tunaletewa vitabu, serikali inajitahidi. Katika mazingira ya nyumbani tunawezeshwa na wazazi wa kiume, sio kama zamani tunatengwa. Pia katika jamii zetu tunaheshimika kwa sababu tunasoma na tunaelimika. Niwashukuru sana wananchi wa Rorya kwa kujitokeza na kufanya siku hii iwe siku muhimu sana kwa wanajamii na kwa wanawake na watoto wa kike. Niwapongeze sana. Nimshukuru sana mkuu wa wilaya, baba, nikupongeze. Kazi nzuri uliyoifanya, umejitahidi. Najua nyakati nyingi sisi bado hatujatambua sana umuhimu wa siku kama ya leo, lakini niseme kwamba nakushukuru kama baba na vijana wangu wakuu wa idara mmejitokeza, lakini mimi niseme mmetushika mkono, niwapongeze. Maana alipo mama baba lazima awepo, aliko baba lazima mama afanye nini? Awepo. Sawa jamani, masuala ya wanawake yanahusu familia zaidi. Sawa jamani, tumedai haki nyingi sana, lakini pia niwaombe sasa kuanzia
2025 kwenda 2030, wanawake wengi muombe nafasi ili angalau kuwepo na uwiano wa usawa wa kijinsia. Sawa jamani? Hawa wanaofanyiwa ukatili wakirudi kwenye jamii, ushahidi unavurugika, lakini inakuwa ni fedheha sana kwa wale ambao wanaishi nao pamoja, na wanaweza kupata aibu, lakini na kupata tatizo la ugonjwa wa akili. Kwa sababu hiyo basi, mgeni wetu rasmi nimeshamuomba mara kadhaa, ametuchukulia watoto wako kule Butiama ambapo ni nyumba salama. Kule wanapata huduma zote, wanapata elimu, lakini pia wanapata elimu ya kisaikolojia kulingana na jinsi ambavyo walivyotendewa. Kwa hiyo sisi wanawake tunalo jukumu kubwa kuwalinda watoto wetu. Tunazo sababu kubwa sana za kuwalinda watoto wetu. Wakina mama oye! Siku yetu oye! Kwa majina naitwa Farida Joeli Nchagwa, ni diwani wa kata Rorya. Mpo? Tarime tuko madiwani wawili wa kata. Tarime DC kuna mmoja, Tarime TC ni mimi, lakini nimefanya vizuri sana kwenye kata yangu, nimewazidi mpaka wa baba. Waombe, mimi sijawaangusha wanawake wenzangu, na narudi kwenda kupambana. Simogopi mtu yoyote yule, kwa sababu nimefanya vizuri, ninajiamini. Hata nyinyi hapo napowaona mama zangu, dada zangu, wadogo zangu, mnaweza. Kwa nini mshindwe? Niwaombe mjitokeze kwa wingi. Huu mwaka ni wa uchaguzi. Nendeni mkapambane. Acheni kupambana na viti maalum. Viti maalum sio dili wala sio mpango. Kama mama yuko juu anaweza, sisi tushindwe, tunashindwa wapi? Jitokezeni, msipambanie viti maalum wengi. Twendeni kwenye kata, twendeni kwenye majimbo. Tunaweza. Na lengo la maadhimisho haya kama ilivyo ni kuendelea kutoa elimu pamoja na kutoa hamasa na kuonyesha mabadiliko ambayo serikali yetu imeyafanya katika kuongeza usawa na haki kwenye kundi hili muhimu, kundi la wanawake. Wanawake oye! Kwa hiyo alipo mwanamke na mwanaume pia yupo. Uongo kweli? Akina mama safi. Sasa ndugu zangu akina mama, serikali imefanya maboresho haya kwenye eneo la shule ya msingi. Bado tunataka wanafunzi wote wapate elimu kuanzia darasa la kwanza au chekechea mpaka chuo kikuu. Bado tuna wanafunzi wachache wa darasa la kwanza hawajaenda shuleni. Nitumie nafasi hii, wanafunzi mlioko hapa na wazazi pamoja na akina mama mlioko hapa, mtusaidie kufikisha ujumbe kwa watoto ambao wanatakiwa kuanza elimu ya darasa la awali. Wanatakiwa kwenda shuleni kwa sababu tumejenga madarasa ya kutosha. Kuna wanafunzi wa kidato cha kwanza hawajaanza, bado wako shule, wako majumbani, na tumeshatoa maelekezo hata kama hao watoto hawana mahitaji ya kuanza darasa la kwanza au form 1, tunatakiwa tuwapeleke shuleni kwa sababu watoto hao bado ni wadogo. Jukumu la kuwapatia mahitaji ya shule ni la wazazi. Tumeona kuna akina mama wanapata usumbufu wa kumiliki mali pale ambapo mume anapofariki. Kwenye maeneo yetu bado tunayo hayo matukio, na tunaendelea kutoa elimu kwamba
mama pia anayo haki ya kumiliki ardhi, kwa sababu ameishi labda na baba kwa zaidi ya miaka 30, wamezaa watoto, labda baba akichangulia, ile familia inayobaki pale, labda baba mdogo anasema sasa mama unatakiwa urudi kwenu. Mtu ameishi kwenye hilo eneo kwa miaka zaidi ya 30, ukimwambia leo aende kwao ni wapi? Kwa hiyo kwake ni hapo hapo alipo. Ninawaomba kina mama wale wachache waendelee kutumia madirisha mbalimbali, ofisi zetu za serikali, kwa watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, kwenye vituo vya polisi, lakini pia kwenye mahakama zetu. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.